Tume ya TEHAMA kwa kushirikiana na Tanzania Hubs Networks ambao ni mtandao wa vituo vya ubunifu Tanzania wamesaini makubaliano ya kuanzisha ushirikiano katika kujenga uwezo wa vituo vya ubunifu katika matumizi ya TEHAMA. Hayo yamesemwa wakati wa mkutano wa pamoja wa mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA Dr. Mkundwe Mwesiga pamoja na waandishi wa habari, na imesema ya kwamba mashirikiano hayo ni ukurasa mpya wa tume ya TEHAMA kuongeza ufanisi katika jukumu lake la kuratibu na kuhamasisha ukuaji na matumizi ya TEHAMA nchini. Mimi ni Bakari Chijumba. Katika ile eneo letu nadhani wote tunafahamu kwamba sisi serikali inatakiwa tufanye kazi na sekta binafsi na tufanye kazi na taasisi za sekta binafsi ambazo zinawajumuisha watu. Tunafahamu kabisa kwamba serikali yetu kwa kupitia tume inajenga vituo. Mpaka sasa hivi tunajenga vituo 8 katika mikoa ya Lindi, Tanga, Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, Dar es Salaam na Zanzibar. Na mipango ambayo tulikuwa nayo ni kujenga vituo zaidi. Lakini wenzetu wa sekta binafsi wametengeneza na wenyewe vituo vyao. Na hii taasisi ni taasisi mwamvuli ambayo inawajumuisha watu ambao wana vituo vya namna hiyo vya ubunifu mbalimbali hapa nchini. Katika kuzungumza na mwenzangu niligundua kwamba wamewasajili mpaka sasa hivi vituo 50 na kuna wengine wengi wametueleza kwamba wapo katika process ya kusajiliwa. Sisi kwetu ni jambo zuri sana kwa sababu inaonyesha kitu kikubwa kimoja katika nchi yetu. Kwanza inaonyesha wazi kabisa kwamba industry ya ICT au ya ubunifu kwa ujumla wake inawavutia watu na inawavutia watu kuwekeza. Serikali inapenda kuona kwamba vituo hivi vinakuwa vingi. Sisi kazi yetu kubwa tunatengenezea platform ambao vituo vingine vinaweza vikawa vinaanzia kwetu kama incubation, vikikaa vizuri vinakuwa vinaenda wenyewe kama wenyewe vilivyo, au ambao zitapata changamoto yoyote vinaweza vikatumia vituo vyetu katika kuhakikisha kwamba wale ambao tunataka au tunawaangalia kwamba wapate tija na vituo hivi wanafanikiwa. Wote sisi tunafahamu kwamba nchi yetu ina fursa, kwamba tuna vijana wengi, karibu 33% wa vijana wenye umri kati ya miaka 15 na mpaka 34. Ni fursa kubwa kwa sababu hao vijana ambao tunaweza kuwatumia kwa vizuri kufikisha yale maono ambayo tumejiwekea kwenye dira yetu ya taifa, ambayo dira ambayo inakuja sasa hivi ni ya mwaka 2050, ambayo tunataka tuwe tuna uchumi ambao utafikia ukubwa wa $1 trillion. Sasa ubunifu ni kwa nini ni kitu ambacho tunakikuza? Kwa sababu uchumi wa ubunifu ndio uchumi ambao unaweza kufanya uchumi mkubwa kwa ushindani na uchumi zingine. Tunafahamu tumepitia katika chumi za aina mbalimbali. Kitu ambacho kilichoweza kufanya si Tanzania, tuna nchi nyingi kuweza kupita uchumi wa agrarian, alikuwa anazungumzia, ambao kazi kubwa ilikuwa inafanyika ni ya mambo ya kilimo, kuja katika uchumi za information mpaka tupofikia sasa hivi. Hayo mapinduzi yanayofanyika yanaletwa na uchumi wa ubunifu. Kwa hiyo innovation ni vitu vya msingi sana. Hubs hizi tunaziangalia kwamba tunataka ziwepo hubs nyingi, ifikie mpaka kwenye wilaya au hata ikiwezekana ifikie kwenye kata. Kwa sababu nchi yetu ina fursa nyingi katika sekta mbalimbali. Na hizo sekta tunataka ziweze kutumia ubunifu mbalimbali ili tuweze kufikia kitu kikubwa ambacho tunakiangalia sasa Afrika. Afrika sasa hivi inatengeneza soko huru la Afrika, inaitwa African Free Continental Trade Area. Tunaamini kwamba sisi tunaweza tukashindana na nchi zingine tu pale ambapo tutatumia bunifu zetu mbalimbali na kutumia platform za kidijitali ili kuweza kufikia kokote. Kwa hiyo hicho tunachosaini leo kinajenga sasa hiyo infrastructure ambayo inajenga mahusiano, ambayo mahusiano yatakuwa ni ya muda mrefu kati ya taasisi yetu ya ICT Commission katika upande wa serikali na taasisi ya Tanzania Innovation Network Hub. Kinachotusukuma ni kuhakikisha kwamba kila mbunifu Tanzania anapata nafasi ya kuweza kusaidiwa na hizi hubs, kwa sababu kinachofanya hubs ni kutoa facility, ni kutoa guidance, kwa maana ya kuwaelekeza jinsi gani wanaweza kubadilisha mawazo yao
kuwa bidhaa ambayo inatatua matatizo kweli yaliyopo kwenye jamii, na pia lakini cha msingi zaidi ni kuweza kuingia sokoni na kujiendesha, kwamba kwa sababu hub hatuhusiki na NGO, kujiendesha kwa maana ni biashara ambayo itakuwa endelevu, lakini ikiendelea kutatua changamoto ambazo zipo kwenye jamii, ikiwemo pia na kutoa ajira. Kwa hiyo tunataka kila mbunifu aliyepo Tanzania, na wabunifu hapo tu Dar es Salaam au Zanzibar au mikoa mikubwa, ila wapo hadi vijijini kabisa ambako kwa sasa kuna changamoto ya wao kufikiwa. Kwa hiyo lengo letu kubwa zaidi kama network ni kuhakikisha hayo maeneo yote yanapata wabunifu waliopo katika hayo maeneo yote wanapata nafasi ya kusaidiwa na hizi hubs. Lakini katika kusaidia hizi hubs zinahitaji kuwezeshwa, kwa maana viongozi wa hubs kuweza kujengewa uwezo, lakini pia kuweza kusaidia kukusanya taarifa ambazo zitawezesha hub kufanya maamuzi yanayoendana na, wanasema kwamba data driven decision making. Hizo taarifa kwa hub moja inaweza ikawa ngumu, lakini kama network tuna uwezo wa kuhakikisha hizo taarifa zinapatikana, ambazo hazita save hub tu, save pia na wadau wengine, lakini wa muhimu zaidi wakipo wadau wa serikali katika kufanya maamuzi yatakayokuwa na manufaa kwa ajili ya vijana, wanawake, lakini na taifa kwa ujumla.